TV inakuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Shalom na habari wa Tanzania popote pale mlipo. Ni nabii wa ishara Tanzania, kama ilivyo desturi, ninakuletea taarifa ambazo zinatokana na mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye hujaelewa haya mambo ya unabii kwa majira na wakati, nabii pekee, nabii wa ishara Tanzania, kwa neema ya majira na wakati, ninakuletea taarifa ambazo huwa zinatokea na hazinaga mashaka, kwa maana ya kwamba nitakachokisema leo, kama huamini kuwa ni kweli, wewe subiri matokeo alafu utaona. Lakini kwa wale ambao wanajua wewe inatokea, tafadhali usisubiri matokeo, bali omba ili Mungu aweze kuzuia. Ni mtumishi wa Mungu kwa ajili ya taifa la Tanzania na mataifa mengine kwa habari ya unabii. Nitakwenda kwa haraka kwa kuwa nimechelewa sana kuweza kutoa habari hizi, na zinatakiwa zitoke kwa ajili ya kuwasaidia watu. Huu ni mwezi wa 5, leo ni Mei Mosi na mwaka 2025. Moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, nabii wa ishara Tanzania, ninakuletea taarifa hii ya unabii ambayo itazungumzia yatakayojiri mwezi huu na kuweza kutrendi kwa habari ya vyombo vya habari, na haya ndiyo yatakayotokea kwa hapa nchini. Nimeona hata nisije na mtangazaji yoyote, kwa sababu leo nina heka za kujenga hema na kuliweka vizuri hema. Wewe ambaye unaweza kusikia unataka kuchangia hema hilo na kwa ajili ya kuweza kubarikiwa, unanitafuta tu kwa namba ya simu 0715645150. Unachangia mchango wako na unawezesha kazi ya Mungu kwenda mbele ili tujenge. Maana hivi leo ninavyokuambia, hivi sasa ninapoongea na nyie, ni sehemu zote mbili zina mafundi, kule ambako linangolewa hema na pale ambapo hema linakwenda kujengwa tayari. Yule mkandarasi wa kukandarasi lile hema ameshafika. Kwa hiyo nimeamua kuibia muda huu niweze kurusha, niwajibike kwa ajili ya kazi niliyopewa, ili watu waingie kwenye maombi. Basi wakati huu ule mzuri sana, ninakujia nikiwa ninakupa taarifa za mwezi wa 5 2025. Mwezi huu wa 5, mambo yatakayojiri katika masuala ya kitaifa ni haya. Jambo la kwanza kabisa, taifa la Tanzania mwezi wa 5, maana yake ni mvua zitakazonyesha maeneo kadhaa. Yaani kutakuwa na mvua zitakazonyesha maeneo kadhaa, na mvua hizo zinaweza pia kuleta matatizo ama mafuriko ama uharibifu wowote ule, ingawa sioni uharibifu mkubwa. Niseme tu ule ukweli. Yaani katika neema nilionayo sioni uharibifu mkubwa, ila ninaona kama makusanyiko ya maji yanayokwenda kukusanyika maeneo mbalimbali, kadri Mungu atakapokusudia maeneo gani kutokea hayo. Kwa hiyo uwezekano kabisa wa mafuriko upo mwezi huu, tena si Tanzania tuna pamoja na Kenya. Mafuriko ya kuweza kutokea, ingawa sio yale makubwa sana, ingawa yanaweza yakatokea kuleta madhara kwa maeneo kadhaa au baadhi, lakini sio yale ya tishio kubwa la kutisha, lakini kutakuwa na mvua nyingi, ndio maana yake. Lakini jambo lingine, mwezi huu Tanzania kutakuwa kuna vikao vingi vinavyojadili masuala ya maamuzi pamoja na uteuzi pamoja na utenguzi kwenye masuala ya serikali yetu ya Tanzania, kwa sababu ya majira hayo. Na alafu mwezi huu kutakuwepo na vikao vinahusiana na kuzungumzia suala la haki. Yaani kuna baadhi ya mambo ya kihaki yatakuwa yanajadiliwa, kama vile marekebisho, ama ingawa inaweza kawa si trend sana hiyo, lakini mtaisikia masuala ya marekebisho, masuala ya sheria fulani mwezi huu. Then mwezi huu mtasikia habari za taarifa za kuugua ambazo zitamhusu kiongozi mkubwa katika nchi, mtazisikia. Lakini pia tujaribu kuomba dhidi ya ajali
ingawa si ya nani sana, labda inawezekana kuanzia tarehe za mbele kidogo, sio hapa mwanzoni tarehe 1, 2, 3 hapa, kuanzia tarehe za mbele kidogo, yani ajali ambazo kwa Tanzania ajali ambayo inatoka na watu wengi, ingawa ajali hii inaonekana sio ya kawaida, yani manake ni kama ajali ambayo ni ya kikafara hivi, ajali kama ya kikafara kwa sababu ya hayo majira, na naliona hilo jambo, ndio maana nawaambia, yani ajali ambayo inatoka na watu wengi. Sasa maombi yanaweza kupunguza athari ya hayo matukio ama kuondoa hayo matukio. Tuombe maombi, wale ambao mmepewa neema ya maombi. Mimi si muombaji, bali ni mtu wa imani na ni nabii katika idara hii. Yani siwezi nikawa mwenyewe nguvu ya nabii mwenyewe, muombaji mwenyewe, hakuna hicho kitu. Mungu amewaweka watu na kwa namna tofauti. Ndio maana unaweza kukuta Elia alikuwa moja kwa moja muombaji. Yesu Kristo yeye alikuwa na kikubwa alichokifanya ni ukombozi. Kwa hiyo utaona maombi alikuwa naomba tu kama kawaida, alifunga siku 40, siku nyingine zote alikuwa tu anakesha kule kwenye mlima wa Mizeituni kwa ajili ya maombi kama maombi. Lakini Elia ilikuwa ndo maisha yake. So Mungu hawezi kupa kila kitu. Kwa hiyo wale ambao ni waombaji kwa maana ya maombaji, mimi huomba, lakini huomba kwa imani. Sio mtu ninayeng'ang'ana kwenye maombi sana. Siwezi kujiita na sifa hiyo. Mimi na sifa ya imani. Matukio makubwa ambayo nimeyafanya yanalenga kiimani. Hebu niendelee kumalizia haya matukio yanayokwenda kutokea. Vikao vingi sana vitakaliwa. Naona makusanyiko ya msiba kwenye chama cha CCM, naona makusanyiko ya msiba kwenye chama cha Chadema. Mungu akisaidia wakaepushwa, lakini naona magombano katika hivi vyama viwili. Naona magombano kwenye vyama hivi viwili. Lakini pia naona vitu vinavyoleta nini? Vinavyoleta shutuma, tuhuma na kesi mpya yani kwenye hivi vyama viwili. Kwa hiyo kuna msiba kwenye CCM na kuna msiba kwenye Chadema mwezi huu. Yani nasema nikiwa ninaelewa kabisa. Kwa hiyo kama mna mgonjwa kwenye chama ambaye yuko hali si nzuri, tafadhali sana ombeni sana. Kwenye upande wa CCM chama cha tawala na upande wa chama cha hicho cha Chadema. Kwa nini nasema vyama viwili? Kwa sababu vyenyewe ndio vinasikika sana. Yani nazungumza vyama vinavyosikika ndio vitapitia hizo changamoto. Tafadhali ombeni. Lakini ombeni safari za rais mwezi huu. Ombeni safari za rais mwezi huu. Ombeni safari za rais pamoja na afya ya rais. Narudia, ombeni safari ya rais na afya ya rais. Kuna kusikika kwa ishu ya kujisikia, si lazima iwe kubwa hivyo, lakini muombeeni tu kwamba awe na afya njema, afanye kazi, atumalizie nchi yetu vizuri. Kama atakwenda hapo mbele na kama ndio yeye Mungu anataka aendelee, ni hapo Mungu atakavyoamua, lakini amalize vizuri, kwa sababu ni muhimu sana afya ya rais kulindwa kwa faida yetu wote, kwa faida yetu wote, yani ili nchi itulie vizuri. Walinzi mlindeni sana, na kwenye safari tafadhali naomba mzikague safari za rais sana. Yani ninaposema hivyo nafikiri mnaelewa. Ingawa sioni ajali ya anga mwezi huu lakini naona tatizo kwa kiongozi mkubwa kwenye nchi lakini si kifo kwa yeye, no. Yani naona tatizo la kiafya, naona tatizo linaloweza kugusa afya yake kwa namna fulani. Kwa hiyo akiombewa, naamini kabisa Mungu atamnusuru amalize nafasi yake ya mwaka huu vizuri. Na jambo lingine la msingi sana ambalo natakiwa mfahamu kwamba nasema hivi ili watu waweze kusaidia kuokoa maisha ya watu, yani wawe aware kulinda maisha ya hao watu ambao wanalengwa tatizo. Kwa hiyo madereva wawe makini. Lakini makusanyiko kwa CCM na CUF kwa ajili ya msiba, mtasikia taarifa, mtazisikia wazi wazi. Majanga yanayowatalisha vifo kwa wanaohusika upande wa CCM na upande wa Chadema kote yani
Sina maana kwamba CCM wataishambulia Chadema. Yani kunaonekana kuna majanga yanayohusika na kifo na vifo kwa CCM na kwa Chadema wote. Yani ambaye hakuna ambaye atakuwa labda yeye yuko salama sana. Wote wanatakiwa kujiombea na kuomba pia. Ninadhani nimeeleweka vizuri. Jambo lingine ambalo Mungu amenionyesha kwa huu mwezi ni mwezi wa tano. Tafadhali mwezi wa tano. Taasisi zote ambazo zina majina yanaanza na L, U ama C, mwezi huu kutatokea tukio ambalo ni la kusikitisha na tukio ambalo ni la kuumiza kwa hizo taasisi. Please muombe C, L, U. Yani misiba inaonekana hapo, ugomvi, mashtaka na mambo kadhaa kwa hizo taasisi. Kwa mfano, Chalinze kutatokea matukio ya kifo. Kwa hiyo kama ni ajali itaenda ua, na kwa sababu kuna mambo ya kusanyiko inaweza ikaua wengi. Tafadhali maombi. Chalinze, nasema Chalinze kunaonekana kutatokea kifo, kutatokea msiba. Sasa kwa barabarani ajali. Ikiwa Chalinze si barabarani, maana yake kama atakufa atakuwa ni mtu ambaye kwa namna fulani anajulikana sana kwa Chalinze na maeneo mengine ya majina hayo. Hii ni tahadhari tu, naomba muweze kuwa aware. Msiba lazima utatokea pale. Yani nasema hivyo kwa sababu najua malaika wanaofanya kazi kwenye majira hayo waga wanatenda tu. Yani wao kutenda. Mimi kazi yangu ni kufunua ili wanadamu waweze kuomba. Mambo gani ya tahadhari mengine? Maeneo ya tahadhari kwa sababu majira ni majira ya kusanyiko ambayo yanahusiana na masuala ya mara nyingi ya sadaka, yani kafara. Basi maeneo yenye majina A, J, S, ajali hizo sehemu, na maeneo mengi yenye T, K, B kutakuwa na makusanyiko yanayoakisi maeneo mawili, makusanyiko ya furaha na makusanyiko ya huzuni. Naomba ushike hilo. Na labda nigusia maeneo gani tena ambayo yanaweza kusaidia. Kwa huu mwezi nadhani kwa Tanzania mambo ya kujihami zaidi ni hayo. Lakini mnaweza mkasema sasa kipindi hiki Tundu Lissu itakuwaje? Maana yake mnaweza mkauliza hilo kwa sababu yani kuna hilo ni jambo linalo trendi. Mtanilaumu labda nisiposema. Ni hivi, Tundu Lissu kwa mwezi huu bado kunaonekana kuna kesi ya kuongea, yani kunaendelea kuongelewa kesi yake, lakini pia ni majira yanaitwa ya starehe kwake, majira ya ikiwa kutakuwepo na muujiza anaweza akapata anaweza akapata uhuru, ingawa ni kwa muujiza. Yani ni kwa muujiza. Sijui unanielewa? Yani kwamba kukitumika njia tofauti ili atoke ni kwa muujiza, kwa sababu kunaonekana ni majira ya muujiza kwake, pamoja na masuala ya haki, kupata haki yake. Yani haki yake Lissu itatolewa mwezi huu, na sina maana kwamba ndio atafunguliwa mwezi huu. Namaanisha uwezekano wa yeye kutolewa mwezi huu upo, ila ni kwa mlango unaoitwa mlango wa muujiza. Au kwa mfano kama vile akipigwa faini anatoka, kwa sababu akipigwa faini hili jambo la muujiza huwa linamaanisha kusaidika, yani anapata msaada. Ana majira mawili yeye mwezi huu ambao siyasemi sana, kwa sababu watu wengi huwa nikisema kuna wale ambao manabii mchwara wale wanapenda sana kuchukua zile afu wanataka bure. Sisemi sasa hivi, nitakuwa naongea tu direct. Naongea direct kwa fumbo. Na kwa sababu hiyo kutakuwa kuna kesi yake itazungumzwa, then uwezekano wa yeye kuwa huru, lakini kwa muujiza, si ile hali ya kawaida. Kwa sababu kama ni hali ya kawaida nitawaambia, kwa sababu nimeshasema kwa fumbo kwenye baadhi ya clip zangu, nimeshasema kwa fumbo ni wakati gani yeye anatakiwa kutoka, na atakuwa ametoka kikamilifu. Sasa inaanza mwezi huu, kwamba mwezi huu ni kwa muujiza. Then jambo gani la kuzungumzia tena? Maeneo muhimu yote nadhani nimeshazungumzia. Kuna watu wanaopenda kunisumbua sana, watu wa timu ya Yanga na Simba. Yani mimi sio mtu wa mpira, kusema ukweli, sina ushabiki wowote
wale wanaonifahamu karibu wanajua sina ushabiki kabisa, yani sinaga timu yoyote. Yani hata ukiniuliza leo sijui timu inani, ninafanya kusikia kwa wao wanaoniuliza kutaka kujua. Wananiambia ulisema Simba mwaka huu itakuwa na wakati mgumu, mbona sasa inashinda? Nikawaambia na mimi, kwani mwaka huu unaishia mwezi wa 4? Mwaka huu unaishia mwezi wa 4? Baada ya kumwomba Mungu nabii tuombe, wenyewe wanajaribu kutaka kutumia kiburi, kwa sababu wameona hivi hapa mwanzo wanashinda. Mtakujalia afu mseme kwamba nabii wa ishara sijui ni mtu wa namna gani. Ni hivi, mwezi huu Simba itakuwa wakati wa makwazo. Narudia, itakuwa wakati wa kukwazika, wakati wa dhoruba, sio kama mwezi uliopita wa 4. Mwezi huu itakuwa wakati wa kukwazika, wakati wa dhoruba, yani itakuwa katika majira ambayo ni mazito kwake kupenya na kushinda. Narudia, mazito kwake kupenya na kushinda, si kufeli kabisa 100%, bali yani ni struggling. Kwa hiyo ikikutana na timu yoyote kali, Simba inafungwa tu. Narudia, ikikutana na timu yote inayoizidi yenyewe, kufungwa ni lazima. Ni wakati mzito. Mwezi uliopita Simba ilikuwa wakati wa neema, ilikuwa ina uwezo kuishinda hata timu kubwa. Ni hivyo tu, uwezo labda sio, lakini ingeweza hata kuwashinda timu kubwa tu. Ilikuwa ni wakati wa neema. Mwezi huu kwake ni wakati wa Simba kusurubiwa, timu ya Simba kusurubiwa. Na sijui nanielewa, yani mambo kuwa mazito. So sihitaji kuelezea sana. Hii inamaanisha jipangeni sana Simba, msije mkafurahia ushindi uliopita mkafikiri mtapita kirahisi. Mmeshaanza kuingia kwenye yale majira mazito ambayo ndio ya mwaka yanayokwenda kuifanya Simba hapo mbele kuweza kuingia kwenye yale niliyosema kwenye unabii, magumu. Right? Nasema Yanga, utaelezea Yanga majira ya mwezi huu. Yanga ina majira ya ushindi. Yanga iko kwenye majira ya ushindi. Yani mechi zote itakaocheza mwezi huu ikifeli iko hovyo. Narudia, ikifeli ujue yenyewe iko hovyo tu. Tarehe 1 mpaka tarehe 10. Ugumu utakuwa tarehe 10 kidogo mpaka tarehe 20. Kwa tarehe 20 tena itakuwa vizuri. Yani ifeli yenyewe kwa uzembe. Lakini kwa majira ya ushindi, sina maana kwamba lazima washinde tu kila timu. No, namaanisha kwa majira ya ushindi. Ni majira ya ushindi, alafu watashughulika na mambo ya uongozi hao Yanga hao. Nadhani umenielewa vizuri. So Kenya, nimalizie kwanza Tanzania. Kama una jina CLU, tafadhali ombea familia yako, ombeni wagonjwa wenu. Ni majira mazito ya kuumizwa, majira ya msiba, majira ya kupitia shida. Sina maana kwamba wote mtafiwa. Namaanisha wengi wenu mtakutana na taarifa zinazowahusu aidha kufiwa ama hao wenye majina yao wakipatwa matatizo ya kuugua na kuwa hali mbaya, wanakuwa ni ngumu kupona. Sio majira mazuri. Mimi nawasaidia Watanzania wenyewe. Nyinyi mtajua wenyewe. Na namaanisha kwamba majira haya pia wajihadhari kupoteza ama kuibiwa. Hata kampuni zenye majina kupata hasara, labda moto kutokea, moto kuungua moto, au kupata hasara. CLU kampuni ama mashirika, mwe makini. Mkijizembea tu mtaona wazi hayo mambo. Hata mkisikia kuna mahali pametokea tukio la hasara, mtaona ni CLU. Hiyo ndio ya kwanza. Na wengine wa matukio ya hasara ni HZQ. Hapo ndo mtasikia matukio ya hasara. Wanaanza na majina hayo na kampuni zinaanza na majina hayo. Matukio ya hasara. Nazungumzia hivyo. Na nasaidia hao ili waombe waepuke. Ndio maana nikizungumzia mazuri sasa yatasaidia ni sinapoteza muda wangu tu hapa hewani. Nazungumzia hayo ya hatari ili waombe wayaepuke. Okay? Sina maana wengine ambao sijataja wako salama. Kuna zile matukio ya majira na kuna matukio yale ya kulogwa. Hayo ndio mnaweza mkapambana nayo wenyewe huko. Mtajua wenyewe. Lakini nazungumzia wale ambao automatically nguvu za giza zimekuwa accessed wao kuwashambulia. Yaani katika ulimwengu wa roho kunakuwa tayari matukio yameshapangwa kutokea. Right? Ndio. Kwa mwezi huu duniani kutatokea tukio linahusu uongozi duniani. Kutikiswa kwa uongozi fulani katika mataifa. Moja ya mataifa ni yale yenye majina LCU, ikiwepo Europe, mataifa yaliyoko Europe yenye majina hayo, USA,
yani Marekani, uongozi utatikiswa. Hayo mataifa yenye majina CLU. Nadhani unanielewa vizuri. Nazungumza yale mambo magumu. Kenya nayo itakuwa na makusanyiko. Itakuwa na makusanyiko ambayo yatakuwa mema na mengine yatakuwa si mema. Itakuwa na makusanyiko mema na ambayo si mema. Kwa Tanzania pia kutakuwa na hili kusanyiko nimesema la mema, yani kwa mfano ndoa fulani kutrendi, ndoa kutrendi, aidha kuvunjika kwake au kufungwa kwa ndoa ambayo ina trendi, yani mahusiano yatatrendi mahusiano. Naomba unishike sana hilo. Nizungumzie kitu gani duniani? Duniani ni majira ya uongozi. Kwa hiyo kuna taarifa za uongozi duniani kuyumba ama kutengenezwa ama kustep down ama kuchaguliwa ama kupewa nafasi. Yani masuala ya uongozi duniani ndiyo yatatrendi. Lakini jambo lingine itakuwa ni dalili ya moto kwenye miongoni mwa mataifa. Kuna mataifa ambayo kutasikika swala la moto, lakini pia masuala ya maji, mvua. Ingawa hazionekani mvua za majanga sana, lakini labda mvua kama kawaida, sio ni mvua za majanga sana. Labda Mungu amenificha hapo, lakini kunaonekana mvua kwa sababu ni majira ya mchipuo kwa kibiblia, majira ya mchipuo kidunia ni majira ya mchipuo. Kwa sababu hiyo nimeshazungumza mambo ya kutosha. Wewe kama unahitaji kujua mambo yako yote tu unayotaka kuyajua, wasiliana na Nabii wa Ishara Tanzania. Utajua kila kitu kuhusu masomo, kuhusu uongozi, kuhusu nini kinaendelea katika familia, ndoa yako ama afya. Nabii wa Ishara Tanzania, simu namba 0715645150. Mungu awabariki sana sana sana.